Karibuni tena kwenye uchamuzi wetu. Sasa, leo nataka tuingie ndani kabisa ya wazo moja la msingi. Wazo ambalo linaitwa mfumo. Ni wazo linalochunguza jinsi muundo na mpangilio, kwa kweli, ndivyo vilivyo msingi wa kila kitu kinachostawi maishani. Na wazo la msingi kabisa ni hili. Hadithi nzima ya maandiko, ukiitazama kwa makini, ni hadithi ya mjenzi. Yaani, tangu mwanzo kabisa, tunachokiona ni kitendo cha kujenga, kupanga na kuweka utaratibu. Sio tu hadithi ya wokovu, hapana, ni hadithi ya usanifu wa hali ya juu. Ni hadithi ya mjenzi mkuu anayeunda kila kitu kwa kusudi maalum. Sawa, basi twende kwenye sehemu yetu ya kwanza. Hapa ndipo tunapojiuliza maswali ya msingi kabisa kuhusu sisi wenyewe. Unajua, tumeumbwa kuwa nani hasa na kwa nini? Hapa ndipo tunapoanza safari yetu ya kuelewa haya yote. Yaani, msingi wa wazo hili ni kwamba Mungu mwenyewe ni kama msanifu mkuu, anayeumba, anayepanga. Na sisi tumeumbwa kwa mfano wake. Hii inamaanisha nini? Inamaanisha ujenzi uko kwenye damu yetu, ni asili yetu. Tunajenga kila kitu: nyumba, mifumo ya kijamii, tamaduni, hata mataifa, na hatima zetu wenyewe. Ni sehemu ya sisi tulivyo. Okay, sasa hapa ndipo mambo yanapoanza kuwa, tuseme, magumu kidogo. Kuna tatizo kubwa sana katika dunia ya leo. Tuna shauku nyingi, tuna maono makubwa, lakini kuna kitu cha msingi kinakosekana. Na kwa sababu ya kukosekana huko, mambo mengi mazuri yanaishia kuporomoka. Na hapa kwenye slaidi hii tunaona wazi kabisa tofauti yenyewe. Angalia hizi pande mbili. Upande mmoja tuna vitu tunavyovipenda na kuvisifu kila siku: shauku, maono, hamasa. Lakini upande wa pili, vitu tunavyovipuuza: mfumo, muundo, usanifu. Ni kama tunapenda sana ule moto wa shauku, lakini tunasahau kujenga mahali pa kuuwashia. Hebu fikiria una injini ya Ferrari, lakini huna gari. Nguvu yote hiyo haina maana. Shauku inakupatia ile nguvu ya kuanza, ndiyo, lakini ni muundo ndio unaohakikisha unafika mwisho wa safari. Sasa, unawezaje kuziba hili pengo? Chanzo chetu kinasema kuna ufunguo mmoja tu, na ni dhana moja yenye nguvu sana: haki. Lakini subiri, kabla hujafikiria chochote, nataka ufute kila kitu unachodhani unajua kuhusu neno haki, kwa sababu hapa ndipo mtazamo wote unabadilika. Sasa tunaingia kwenye kiini cha hoja: haki kama ramani. Vipi kama haki sio tu orodha ya fanya hivi, usifanye hivi? Vipi kama ni ramani yenyewe ya ujenzi? Hebu tuchunguze hili kwa undani. Okay, basi swali la msingi ni hili, na linafungua kila kitu. Haki ni nini hasa? Tunapozungumzia haki katika muktadha huu wa ujenzi na usanifu, tunamaanisha nini? Na hapa ndipo badiliko kubwa la kifikra linapotokea. Wazo sio kwamba haki ni tabia tu, hapana. Wazo ni kwamba haki ni ramani. Sio orodha ya mambo ya kufanya, bali ni mpango mkuu, ramani ya jinsi kila kitu kilivyoundwa kufanya kazi vizuri pamoja. Yaani, tukiitazama kwa undani zaidi, haki sio tu orodha ya amri. Ni kama vile mfumo endeshi wa ulimwengu. Ni ile mantiki ya kiungu iliyotumika kuumba kila kitu, na ndiyo mantiki hiyo hiyo inayotumika kurejesha maisha, mifumo na hata mataifa kwenye mstari. Kimsingi ni jinsi Mungu alivyopanga mambo yawe. Na hapa tunaona jinsi kila kitu kinavyoungana. Angalia, kusudi linahitaji mfumo. Wito wako unahitaji ujenzi. Unataka kufikia hatima yako, lazima kuwe na usanifu. Unahitaji nguvu, kuna mchakato wake. Na ili ustawi, unahitaji haki. Yaani, huwezi kuvitenganisha hivi vitu. Ni pande mbili za sarafu moja. Sasa, tukishaelewa hili wazo la ramani, ghafla tunaanza kuelewa kwa nini mambo mengi yanaharibika. Kwa nini biashara nzuri zinafeli? Kwa nini familia zinasambaratika? Mara nyingi sio kwa sababu watu hawana nia njema au shauku, ni kwa sababu wanajenga bila kufuata muundo sahihi. Ngoja nikupe mfano rahisi. Mpangilio ndio kila kitu. Ni kama mfumo endeshi wa uumbaji. Huwezi kuchukua samaki ukamweka nchi kavu na utegemea aishi, au sio? Au gari la moshi likimbie barabarani. Kila kitu kinafanya kazi vizuri tu pale kinapofuata mpangilio wake uliokusudiwa.
Ndivyo ilivyo na maisha yetu. Na matokeo ya kupuuza hii ramani ni makubwa sana. Tunaona mifumo inashindwa, huduma zinaporomoka, hata mataifa yanainuka na kuanguka. Hatimaye haiji kwa matamanio tu, inahitaji mpangilio. Na ndio maana haki, au tuseme mpangilio huu wa kiungu, ni kama ule ukuta mkuu unaobeba jengo zima. Bila huo ukuta, kila kitu kinaanguka. Sawa, sasa tunafika kwenye sehemu muhimu zaidi kwako. Hili wazo zima la mfumo linapaswa kubadilisha kabisa jinsi unavyofikiria kuhusu kusudi lako. Kusudi sio kitu cha kukigundua tu kama vile umepoteza funguo. Hapana, ni kitu cha kukijenga. Hebu fikiria hili. Kila wito unaopokea maishani, kimsingi ni kazi ya ujenzi. Sio tu wazo la kutamani, ni mradi. Unaitwa sio tu kuwa kitu, bali kujenga kitu. Labda ni familia imara, labda ni biashara yenye maadili, labda ni jamii bora. Chochote kile ni kazi ya ujenzi. Kwa hiyo, unapoendelea mbele, mtazamo huu unakupa mwaliko wa kuacha kujenga kwa kubahatisha. Anza kuuliza, iko wapi ramani? Anza kuchunguza ule usanifu wa kiungu ambao tayari upo kwa ajili ya maisha yako, kazi yako, familia yako. Kwa sababu ukweli ni kwamba kuna ramani kuu na inakusubiri wewe uifuate. Na hapa ndipo ninapokuachia na swali hili moja la mwisho la kujiuliza. Katika maisha yako, hivi sasa, unajenga kwa kutumia ramani au unabuni tu ukitegemea mambo yatajipanga yenyewe? Fikiria sana kuhusu hilo, kwa sababu jibu lako linaweza kubadilisha kila kitu kuanzia leo.